Mjini Nairobi, Sam na Maureen wanaofunza wasanii wabunifu jinsi ya kubadilisha taka kuwa bidhaa za thamani zitakazobadilisha maisha. When people come in and they're not so confident, but then after the workshop is done, you can see the joy of having worked, because it's a very intensive craft. But then afterwards, then you see someone with their piece working out and they're happy and they're confident, and it's like, yeah. Maureen Dereba na Samuel Kihara waligeuza kitu wanachokipenda kuwa karakana ya kwanza ya ufundi Kenya. Wanatumia vipi mtindo kuhamasisha kizazi kuchukua tena ubunifu wao? Swali hili linajibiwa na sauti za mashine, vicheko na mikono inavyobadilisha mbao kuwa mitindo mizuri. What I want for Nairobi is have a community of people who are handy, people who can build, people who can fix things around their homes. Wanaamini mitindo inaweza kuelezea utambulisho na uendelevu na kuifanya nyumba yako na ulimwengu unaokuzunguka kuwa wa kupendeza bila kutumia kiasi kikubwa cha fedha. Hizi hapa njia 3 kuu endelevu za Maureen. Measure even 15 times and then ensure you cut once. Another DIY hack would be patient. Most of the times you think your project is going to take an hour and things go wrong, ends up taking you 3 weeks. That's part of the process. I would say maybe the third hack would be to clear as you go or to clean as you go. If you're getting this tool, after you're done with it, put it back. Otherwise, in the end, you end up having like a very big mess. Maureen anaamini kuwa kila mmoja ana nguvu ya kubuni na kwamba matokeo hupatikana wanapopewa wengine ujuzi. Kwa hiyo kila wikendi yeye na mwasisi mwenzake Sam wanaalika watu wa matabaka mbalimbali katika karakana yao iliyoko Athi River, mji ulioko nje kidogo ya mji mkuu wa Kenya, Nairobi, ili kuwapa uzoefu kidogo. Maureen alianzisha SF Duka kama blogu akionyesha mapenzi yake kwa mradi wa DIY. Kisha akakutana na Sam chuo kikuu. Sam alikuwa na kipaji cha uundaji na pamoja wakageuza mapenzi yao ya ujenzi kuwa nafasi wanayotumia pamoja na wajenzi wengine kila wikendi. The first workshop was chaotic because we knew we could do it, but we didn't know how exactly, so it was just more of experimenting, seeing what works and what doesn't work. Like the first workshop, I think like the first people who are leaving this place at like 9 p.m. usiku, it took them like the whole day because we still haven't figured out a way to properly package the kits in a way that they could be done in a few hours for like half-day workshops or full-day workshops. At least come try it once. The chill vibes, the fun crowd, the music, the fact that I get to make furniture that I actually really like and that I can keep in my house. Katika ulimwengu wa utamaduni wa mitindo inayokuja na kupotea haraka, SF Duka inawahamasisha vijana wa Kikenya kufikiria kinachowezekana kutoka wazo hadi mitindo ya kipekee. Ila mitindo si kabati zinazopendeza tu, ni mchakato wa kubadilisha ulimwengu unaokuzunguka. Watengenezaji wengi hapa hawakudhani kuwa wangewahi kutumia mashine ya kutoboa. Kwa sasa inaonekana chochote kinawezekana na wanatambua uwezo wao wa kisanii wanapofanya kazi. Today I got to build some candle holders, and it was a project that was an example. Mostly it was also to meet the people and just find like-minded friends and learn from each other, so it's been a great experience. The moment you come here and build a tiny stool or a tiny shelf, the confidence that gives you allows you to actually go try out a lot more projects, a lot bigger projects, and the more projects you do, the bigger they actually get. Wikendi nyingi Sam na Maureen wako hapa wanajaribu, wakiboresha njia zao na kutafakari yanayofuata kwa SF Duka. Our vision and my vision for SF Duka is building a home for DIY. We started off with woodworking because that's what we were doing before we started the workshops. But right now, what we're trying to do is not just woodworking, we're trying to encompass. We've had even a few workshops for, let's say, painting. We've had a few workshops for weaving. The idea is to have a one-stop shop for any craft. Kwao DIY ni njia ya kubadilisha jinsi Kenya inavyofikiria ubunifu huku ikiwasaidia wengi. Labda kitu chingine kikuu si kitu tunachonunua, ila kile tunachokitengeneza pamoja.